Kuchunguza utawala wa Rais William Ruto baada ya kuhusishwa na mauaji wa wakosoaji wa serikali katika maandamano ya hivi karibuni. Seneta wa Idaho James Risch, ambaye ni mshirika wa Rais Donald Trump, anaomba wabunge watathmini upya nafasi ya Kenya katika muungano wa wanachama wasio wa NATO. Ladies and gentlemen, na wasalimu tena asubuhi ya leo kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu ya siku ya leo, ambapo rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto anaendelea kujipata babaya, huku serikali ya Marekani ikitishia kumkamata baada ya kuhudhuria mkutano wa UN Summit nchini New York City, Marekani. Na zaidi ya yote, ameenda ama huenda kutokana na zile abductions, extrajudicial killings na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea katika taifa hili la Kenya, huku familia nyingi zikiendelea kuwapoteza wapendwa wao, na wengine hadi sasa hivi hawajawahi wapata wapendwa wao ambao waliweza kufariki wakati wa maandamano. Je, ni kipi kinaendelea? Nataka usikize taarifa na ripoti ambayo imeweza kutolewa leo hii na kituo cha runinga cha taifa la Kenya la NTV, na zaidi ya yote runinga ya CNN na BBC wametoa ripoti ya kwamba Rais William Ruto huenda akazuiliwa nchini Marekani na kukamatwa hivi karibuni baada tu ya mkutano huo kuweza kukamilika. Hebu tusikize ripoti yenyewe. Eriko ameanza mchakato wa kuchunguza utawala wa Rais William Ruto baada ya kuhusishwa na mauaji wa wakosoaji wa serikali katika maandamano ya hivi karibuni. Seneta wa Idaho James Risch, ambaye ni mshirika wa Rais Donald Trump, anaomba wabunge watathmini upya nafasi ya Kenya katika muungano wa wanachama wasio wa NATO. Na wakati huo huo, mtazamaji, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameomba Wakenya wanaoishi Amerika wasaidie katika ukusanyaji wa ushahidi dhidi ya Rais William Ruto. Tumpate mwanahabari wetu Laban Shaban na taarifa kamili. Bunge la Amerika limemweka Rais William Ruto kwenye darubini kali kuhusiana na mauaji ya waandamanaji 128 na utekaji nyara, uhusiano wa karibu na wapiganaji wa Rapid Support Forces wa Sudan, na madai ya kushirikiana na wanamgambo wa makundi ya kigaidi Somalia. Seneta wa jimbo la Idaho James Risch, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya kigeni, amependekeza marekebisho ya sheria ya Amerika ya utoaji wa kibali kwa ulinzi wa kitaifa ili wabunge watathmini tena uhusiano wa kimkataba wa nchi hizi mbili. Uchunguzi huu umekuwa muhimu kwa Amerika baada ya Kenya kuwa mshirika mkuu wa wanachama wasio wa muungano wa kijeshi wa shirika la mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini maarufu NATO mnamo Juni 24 mwaka 2024. Sasa Amerika inapitia tena upya hadhi ya Kenya kuzingatia ushirika wa taifa lisilo mwanachama wa NATO. Wapenzi watazamaji, iwapo umeweza kuisikiza kanda ya video ambayo nimeweza kukuchezea kwa umakini sana, sasa hivi serikali ya Marekani inataka kushirikiana na nchi ya Netherlands ama mahakama kuu nchini Netherlands ya Hague, ambayo siku zote inashughulikia kukamata marais na viongozi wa mataifa ambayo ni mojawapo ya yale yanajumuisha ama yale ambayo yaliweza kuunda mahakama hii ya Hague, kuhakikisha kwamba Rais William Samoei Ruto wa taifa hili la Kenya anashtakiwa na kukamatwa dhidi ya the extrajudicial killings, yani mauaji ya kiolela, ukandamizaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu, kutokana na zile ripoti zimekuwa zikitolewa na kushtakiwa kwa taifa la Kenya kwa baadhi ya viongozi wengi. Kumbuka, Rais William Samoei Ruto akiwa chini ya uongozi kwa sasa ni miaka mitatu, na miaka miwili imesalia ili tukaweze kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Rais Ruto ameonekana kujipata katika hali tata. This is because Wakenya wameonekana kuandamana mara si mara, huku wakilalamikia hali ya maisha katika taifa hili la Kenya. Na zaidi ya yote, mataifa mengi haswa Marekani na vyombo vya habari duniani, especially the CNN na BBC, wamekuwa wakifuatilia yale ambayo yamekuwa yakitokea na kuendelea katika taifa hili la Kenya kwa makini sana, especially wakati wa maandamano katika taifa hili la Afrika. The CNN na runinga ya BBC wamekuwa wakifanya coverage, ambapo Wakenya wengi ama tumeweza kushuhudia the killings, ambapo maafisa wa polisi wamekuwa wakinaswa kwenye vyombo vya habari na kwenye magazeti
wakipiga waandamanaji marisasi na kuwaua. Na zaidi ya yote, taifa la Kenya, kwenye hizi video tumekuwa tukiona kunaswa kwa kanda za video ambapo wananchi wengi wameonekana kuwa abducted. The innocent Kenyans have been abducted. Iwapo uliweza kutazama maandamano ya mwisho yaliyofanyika siku ya Sabasaba, there were so many youths ambao walikuwa killed, yani waliweza kupigwa risasi na kuuawa na maafisa wa polisi bila kuwa na hatia yoyote. Especially katika jiji la Nairobi, kuna kijana mmoja alikuwa anauza masks, yani alikuwa anauzia waandamanaji barakoa, lakini maafisa wa polisi walionekana kumpiga risasi ya kichwa na kumuua. Na vile vile katika hali hii, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua pamoja na Martha Karua waliweza kuandika ripoti, na zaidi ya yote waliweza kuchapisha na kuandikia ICC ripoti ya kwamba wako na ushahidi wa kutosha ya kwamba Rais Ruto pamoja na waziri wake wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen wamehusika katika ukiukaji wa haki za kibinadamu. Hebu niseme hivi, serikali ya Rais Ruto mara nyingi wameonekana kuwakamata vijana wengi na kuweza kuwakandamiza na kuwaua. Jambo la hivi majuzi pia, kuna kijana mmoja ambaye ni mwanabloga, ambaye ni kiongozi, ambaye pia alikuwa mwalimu kutoka kaunti ya Homa Bay, Albert Ojwang. Aliweza kukamatwa na maafisa wa polisi na kisha baadaye alionekana kuuawa ndani ya kituo hicho cha polisi, na kisha baadaye maafisa wa polisi walisema ya kwamba he killed himself, yani aliweza kujigongesha katika kuta na kuweza kufa mwenyewe. Jambo ambalo lilionekana kuwa ni jambo ambalo lilionekana kuwa na kizungumkuti. There is no way mtu anaweza kujigongesha kwenye ukuta na kufariki mwenyewe. On the same issue, kuna afisa mmoja wa polisi aliweza kutokea na kusema ya kwamba they were ordered to ensure that they kill, yani they should deal with that man. Na vile vile kwenye upande mwingine, mtazamaji wangu, kuna maafisa watatu ambao waliweza kufanya kazi katika serikali ya Rais Ruto ambao ni Patrick Osoi, Kopshakur na Hiram Kimathi. Walitangaza na kusema ya kwamba wao siku zote hawafanyi kutokana ama hawafanyi mambo against na the ruling ama against na the orders. Walitangazia Wakenya ya kwamba serikali imekuwa ikiwapa amri na agizo kuweza kuwashoot na kuwaua. Na vile vile wametangaza kutoa ushahidi mbele ya mahakama ya ICC kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika taifa hili la Kenya. Jambo ambalo walitangaza na kusema ya kwamba Rais Ruto kupitia waziri wake Kipchumba Murkomen wamekuwa wakiwapa agizo to shoot and kill, and that is why waliamua kutoka nje na kuzungumzia swala hili na kuambia Wakenya kile ambacho kinaendelea katika serikali na kuweka wazi mambo kuhusiana na jinsi wanavyokuwa ordered. On the other side, walitangaza kufanya investigations concerning Ruto's government about the judicial killings, the abductions na yale mambo yote ambayo yanaendelea katika taifa hili la Kenya. On the other side also, walitangaza ya kwamba wanataka ku overthrow Ruto's government and they are ready to present and give facts and evidence in the ICC. Jambo ambalo liliwafanya viongozi hawa kukamatwa. And that is why right now taifa la Marekani limetangaza ya kwamba linataka kushirikiana na Wakenya na ushahidi ili kuhakikisha kwamba Ruto anashtakiwa kutokana na yale mambo ambayo yanaendelea katika taifa hili la Kenya. Je, ni kipi haswa unadhani huenda kikatendeka iwapo taifa la Marekani litamzuilia Rais Ruto nchini Marekani na kumpeleka ICC? Do you think Wakenya watapata haki? Ni mambo ambayo tunaendelea kuyafuatilia kwa karibu sana ili kutafuta haki na kuhakikisha kwamba makala haya tunakuandalia kwa njia ya uwazi zaidi. Na je, iwapo rais atakamatwa, ni hatua zipi zitachukuliwa katika taifa hili la Kenya, na ni nani atachukua hatamu za uongozi katika taifa hili la Kenya? Huku Wakenya wengi sasa hivi wakionekana kuchoshwa na Rais William Ruto, na vile vile wameonekana kutotaka maneno ya rais, na vile vile
They want right now Kenya to be dissolved and somebody else to be elected. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching our videos and let's meet in our next episode.